Nyumba yangu, maisha yangu, hii ni yangu, ndugu yangu. Oh, oh, oh. Imejengwa kwa ubora, ni imara, inanipara, pia ni salama. Hujambo mtazamaji wa kipindi cha Maisha ni Nyumba pote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Ni kipindi ambacho huandaliwa na Shirika la Nyumba la Taifa, na kipindi hiki huwa mara nyingi tunazunguka katika mikoa takribani ipatayo 24 ambako Shirika la Nyumba la Taifa huko limeweka ofisi zake. Na katika jiji la Dar es Salaam, Shirika la Nyumba la Taifa lina mkoa wa KNHC, nazungumzia Kinondoni, Dar es Salaam Metropolitan, Ilala, pia bila kuisahau Temeke na Upanga. Lakini leo kipindi hiki kinakujia kutoka mkoa wa Temeke. Tunazungumza na meneja wa NHC Temeke, Bwana Bennett Masika. Tumekuja hapa kwa lengo la kufahamu mengi kwa niaba yenu ninyi watazamaji wetu ambao mnatamani kufahamu shughuli mbalimbali zinazofanywa na Shirika la Nyumba la Taifa, na ukizingatia kwa upande wa mkoa wa Temeke kuna mradi mkubwa umekuja uko pale Kijichi. Masika, karibu sana katika kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Na kwa kuanza, ningetamani uanze kumweleza mtazamaji, tunapozungumzia Shirika la Nyumba la Taifa mkoa wa Temeke, tunazungumzia mkoa wa namna gani na ni shughuli zipi hasa za kipekee ambazo mnazifanya katika mkoa huu? Karibu. Mkoa wa Temeke ni miongoni mwa mikoa mitano ya Shirika la Nyumba la Taifa au National Housing iliyoko katika jiji la Dar es Salaam. Na mkoa wa Temeke ni mkoa ambao kama mikoa mingine inavyofanya kazi zake za Shirika la Nyumba, na mkoa huu pia unafanya shughuli hizo. Kazi kubwa zinazofanywa katika mkoa wa Temeke ni pamoja na kutoa huduma ya nyumba za kupangisha na nyumba pia za kuuza kwa Watanzania walioko eneo hili la Temeke na walioko mahali pengine popote pale katika nchi ya Tanzania. Lakini kazi kubwa zaidi ambazo tunazifanya kwa sasa ni za upangishaji. Nyumba zetu ambazo ziko katika eneo hili tunapangisha kwa watu mbalimbali, nyumba za makazi na au malazi, na nyumba pia za biashara. Na ukizingatia Temeke kazi jinsi Temeke ilivyokaa, imekaa zaidi kiviwanda. Ni eneo ambalo lina support shughuli kubwa za uchumi, hasa upande wa kiviwanda. Kwa hiyo pia tunatoa huduma kwa Watanzania ambao wanafanya kazi ambazo zinashabihiana na shughuli za kiviwandani. Umetueleza kwamba kama ambavyo shughuli hizo hufanyika katika sehemu mbalimbali ambapo NHC na ofisi zake, swala zima la kuuza nyumba lakini pia kupangisha. Tunapoangalia Temeke sasa, kuna nyumba zozote ambazo kwa sasa mtazamaji anayetuangalia mwenye shauku kubwa ya kutaka kupanga katika mkoa wa Temeke anaweza akafanikiwa? Kiujumla niseme tu kwamba nyumba zipo, ijapokuwa nyumba nyingi ziko chini au ziko kwa wapangaji wetu wanaendelea kuzitumia, lakini nyumba ambazo tunazo za kupangisha zipo. Na labda niende mbali zaidi kwa kuzungumzia nyumba, kwa sababu tuna wigo mpana. Sisi tunakwenda mpaka wilaya ya Kigamboni, hatuishi tu wilaya ya Temeke. Kwa tuna nyumba pia maeneo ya Kigamboni ambazo na zenyewe zinapangishwa. Kwa Kigamboni, pamoja na kwamba tuko na utaratibu ule wa mpangaji mnunuzi, bado kuna nyumba nyingine ambazo ziko kwenye mikono ya upangishaji. Kwa wapangaji na watazamaji wetu, tungependa kuchukua fursa hii kualika Temeke, kulingana na hitaji la mtu atutafute, aulize kilichopo, tutampa majibu yanayostahili, na pale ambapo nyumba iko wazi atapangishwa. Asante kwa ufafanuzi huo kwamba NHC Temeke ndio inasimamia mpaka kule Kigamboni. Kwa maneno hayo ambayo umeainisha hapa, ndio kusema kwamba ikiwa mtu anataka kupanga katika nyumba za Kigamboni zipo, na mradi huu ambao unauzungumzia Kigamboni, mweleze mtazamaji ni mradi upi ambao uko pale, una nyumba za aina gani, na je, kama anataka kupanga zipo za namna ipi? Kwa mradi wetu ulioko Kigamboni, tuna mradi mkubwa ambao tunauita Kigamboni Estate. Ni mradi ambao ulisanifiwa kama mradi wa nyumba za gharama nafuu, na nyumba zilizojengwa pale ni nyumba za ghorofa moja, kwa maana ya kwamba ni attached, zimeshikana. Lakini katika nyumba hizo utakuta kuna sehemu ya chini ambayo ni sehemu ya mtu kuishi na sebule na jiko lake.
alafu vyumba vya kulala viko vyumba vitatu juu. Kwa unakuta nyumba zile ziko either 3 au ziko 4 au ziko 6 zilizoshikamana, lakini zote ziko kwenye community moja. Kwa ina maana kwamba wale watu wanashare zile huduma zinazopatikana pale. Wanashare ulinzi, wanashare huduma za usafi, wanashare huduma nyinginezo za taa za nje, kwa maana kwamba ile public services wanazishare. Sasa nyumba zile zinapatikana na ziko kwenye huu mfumo kama nilivyosema mwanzoni wa mpangaji mnunuzi. Kwa hiyo kuna watu ambao tayari wamekusha nunua wanaendelea kulipia, na zile nyingine ambazo bado hazijapata wanunuzi ndio hizo tunazosema zinapatikana sasa. Mtu ambaye anataka kununua nyumba za aina hiyo zinapatikana mwongozo, anaweza kaingia kaanza kuilipia kidogo kidogo wakati anaendelea kuitumia kama mpangaji. Masika, utakubaliana nami kwamba kipindi hiki kinatoa elimu kwa watazamaji wetu na wale ambao pia ni wapangaji wa Shirika la Nyumba la Taifa. Hebu tufafanulie kwa undani zaidi, kwa sababu umetueleza hizi nyumba za mwongozo na ambazo zipo ni hiyo ya ghorofa moja na zikiwa zimeshikana, lakini zipo kwa ajili ya mtu ambaye anataka kununua, si ndivyo? Ndiyo. Kwa mfano, nyumba ambayo mtu ametamani kuinunua tayari ndani na mpangaji, hapa utaratibu wenu ukoje? Na huyu tumeshasema kwamba tuna ile nani tulokuja nayo kwamba ni mpangaji mnunuzi, kwamba naitaka 10% ninayo na ninataka niingie sasa kwenye nyumba yangu. Hapa iko vipi? Asante sana mtangazaji. Wapangaji wetu wote ambao wako mwongozo kwa sasa, wote wana taarifa na ni ya maandishi kwamba shirika linauza mradi ule. Kwa wale wako interested, wapangaji wanaruhusiwa kununua. Lakini yule ambaye hayuko interested au hana uwezo wa kununua kwa wakati huu, anajua kabisa kwamba muda wote akipatikana mtu mwingine, mpangaji mwingine ambaye yuko nje ya ile jumuiya kwa sasa akataka kununua, tutampa taarifa rasmi ambayo tunaita notice ya siku 90, ili yule aliyoko ndani ajiandae, atafute mahali pengine pa kuweza kuhamia, ili huyu mtu mpya ambaye ameonyesha interest aweze kuingia kwenye hiyo nyumba atakao kama anataka kuinunua. Kwa hiyo taratibu unampa nafasi wote, kwa maana ya kwamba aliye mpangaji sasa na ambaye sio mpangaji, iwapo tu anahitaji kuwa na kupata nyumba, yeye anaruhusiwa kuja, atatuuliza ni nyumba zipi zinapatikana, na sisi tutamuonyesha zile ambazo sasa kwa sasa hivi zina wapangaji ambao hawajaonyesha nia ya kutaka kuzinunua. Kwa katika hizo akichagua atakayochagua na akisha tulipa ile 10%, sisi tutakachofanya, maana tayari ni commitment, tutakachofanya sasa ni kumwandikia huyu mpangaji wetu kwamba tunategemea kusitisha upangaji wake ndani ya siku 90 kuanzia ile tarehe ambayo tumekamilishiwa malipo ya 10% ya yule mtu mwingine ambaye ameonyesha nia kutaka kununua nyumba zetu. Kwa hiyo ndio utaratibu. Hongereni sana kwa utaratibu huu mzuri ambao umeufanya, kwa sababu na imani utaondoa taharuki iwe kwa mpangaji aliyeko ndani na huyu aliyeko nje. Sanjari na hilo, ni nyumba ngapi zipo mpaka sasa ambazo ziko wazi kwa ajili ya watu kununua? Na je, idadi ya nyumba jumla zilizokuwa mahali pale ni ngapi? Mradi ule kwa ujumla ulikuwa ni mradi wa nyumba zipatazo 150 na sehemu kubwa tumeshaziuza. Na nyumba ambazo zimebaki sasa hivi ni nyumba takriban chini ya 40. Kwa hiyo mradi unaweza kaona kwamba unakwenda kwa spidi kubwa, watu wanataka kununua, wanataka kumiliki nyumba zao. Na hizo nyumba ninazosema takriban chini ya 40% tumekuwa tukipeleka watu, na mchakato huu tunafanya kwa kushirikiana na ofisi ya mauzo ya makao makuu. Kwa wale watu wanaoonyesha interest kwetu tunawapeleka, tunawaonyesha, na wale wanaoonyesha interest kwa ofisi yetu ya mauzo iliyoko makao makuu na wenyewe tunawasiliana, wanapelekwa, wanaonyeshwa. Kwa sasa ule utaratibu wa nani amefikia kiwango cha mwisho cha kulipa 10%, ule mara nyingi tunapenda ufanyikie kwenye ofisi yetu ya mauzo ya makao makuu, ili tuweze kuwa na eneo moja la kupata taarifa zote za kwamba ni nyumba ipi sasa inatakiwa itoke mikononi mwa upangaji wa kawaida ile kwenye mpangaji mnunuzi. Kwa hiyo inawezekana tunavyozungumza leo tayari labda jana kuna mtu mwingine amefanya tena malipo zikapungua tena. Kwa hiyo sio rahisi nikawa na ile idadi kabisa kamili ambayo ni kwamba ni nyumba fulani zipo, kwa sababu mauzo yanaendelea. Tunavyozungumza hivi mauzo yanaendelea. Kwa lakini nyumba zinapatikana bado hazijamalizika. Kwa ufahamu wangu wa mradi wa mwongozo, ni una nyumba ambazo unajumuisha za ghorofa na za chini. Kwa upande wa nyumba za chini sijaona ukigusia kwamba hizi zinauzwa na zenyewe, ama ndio kusema status yake ikoje mpaka sasa? Asante. Sijazizungumzia nyumba za chini kwa sababu zote zilishauzwa.
Kwa hiyo unaweza ukaona zilifanya vizuri zaidi, ziliondoka haraka zaidi. Inawezekana wapangaji wetu wengi hawapendi kupenda labda gorofani, inawezekana wakavutiuka zaidi na zile za chini. Kwa hiyo nyingi za chini zilishauzwa zote. Kwa hiyo tulizobakia nazo ni hizi za gorofani. Na huu mradi ninavyosema ulikuwa na nyumba 150, najumuisha zote zilizokuwa za chini na hizi za gorofa. Asante kwa maelezo hayo. Ewe mtazamaji ambaye unatutazama kupitia kipindi hiki, ni kipindi ambacho kinaandaliwa na Shirika la Nyumba la Taifa, kipindi Maisha ni Nyumba, hukujia muda na wakati kama huu. Anaitwa Bennett Masika, ni meneja wa NHC Temeke. Tumeuangazia mradi wa Mwongozo, ni moja kati ya mradi mkubwa wa Shirika la Nyumba la Taifa uliowahi kutekelezwa katika jiji hili la Dar es Salaam, na hususan tunapozungumzia nchi nzima. Na ametueleza hapa, ikiwa unahitaji kumiliki nyumba katika eneo la Kigamboni, hujachelewa. Tafadhali tembelea ofisi za Shirika la Nyumba la Taifa zilizotapakaa sehemu mbalimbali nchini kuweza kupata maelezo ya kina, ili basi na wewe uweze kuwa mmoja kati ya wamiliki wa nyumba. Tunapozungumzia nyumba za NHC, na wewe unatokeza ni mmoja kati ya wale ambao wanamiliki nyumba. Masika, ulipotueleza kwamba mambo ambayo mko nayo ninyi NHC hapa Temeke, ulituhabarisha kwamba mna miradi mingine na nyumba nyingine sehemu nyinginezo katika wilaya hii ya Temeke. Hususani tunazungumzia sasa kwa upande wa NHC, tunamaanisha mkoa wa Shirika la Nyumba la Taifa kwa upande wa Temeke. Tuangazie na hizo zingine. Inawezekana mtazamaji anajiuliza wakati huu, vipi, tunaona eneo la Chang'ombe, tunaona eneo la Tandika na kadhalika. Hali ikoje? Asante sana. Ni kweli tunapozungumzia Shirika la Nyumba mkoa wa Temeke, haiwezi kukamilika tusipotaja nyumba zetu za makazi zilizoko Tandika, ambako pale tuna magorofa yapatayo 9. Lakini tuna mradi mwingine ambao uko Keko. Keko zimechanganyika, kuna Keko low cost, kuna Keko medium na kuna hizi Keko sasa hivi tumefanya infill pale. Sasa hizi nyumba zilizoko huku upande wa Keko na zenyewe ni nyumba za magorofa ambako wanaishi wa Tanzania wa aina mbalimbali. Kwa hiyo nyumba hizi ni za kupangisha, na kwa sasa hivi tunavyozungumza nyumba zetu zote zina wapangaji wanaendelea kuishi mle ndani, na tunaendelea kufanya pia maboresho makubwa yatakayowafanya waendelee kujisikia vizuri zaidi kuishi kwenye nyumba zetu. Tuondoe taharuki kwa watazamaji wetu na hususani wale wanaokaa katika maeneo hayo. Mwongozo tumesema kule kunauzwa, ni mradi ambao unauzwa. Kwa upande wa Keko hali ikoje? Asante. Kwa upande wa Keko mradi pekee ambao unauzwa, ambao umeshakamilika unauzwa kwa mkoa huu wa Temeke ni mradi wa Mwongozo. Miradi mingine yote inayoendelea itaanza kuuzwa, nitalizungumzia vizuri baadaye hilo la miradi mingine. Lakini tunapozungumzia nyumba za Keko, nyumba za Tandika, hizi haziuzwi. Hizi ni nyumba ambazo zimekuwepo muda wote, tunaendelea kuzipangisha, tunaboresha na kuzipangisha kama zilivyo. Kwa hizi haziuzwi. Na nitoa ufafanuzi kwamba wapangaji wetu walioko kwenye nyumba hizo waendelee kuishi kwa kujua kwamba ni nyumba za kupangishwa tu, haziuzwi. Itakapokuja swala la kuuza ni miradi mingine, sio hizi. Ama pale mamlaka za shirika zitakapokuja kutoa mapendekezo au maongozi mengine huko baadaye. Lakini kwa sasa nyumba zetu za Tandika, nyumba zetu za Keko, hizi zote zinapangishwa. Uhitaji wa nyumba za makazi kwa wananchi ni mkubwa sana. Ndio. Tuangalie mradi wa uliwahi kuwa meneja wa NHC Kinondoni. Ndio. Kwa maana hiyo unapafahamu vizuri sana pale Shekilango. Ndio. Na utakubaliana nami mradi wa nyumba pale Shekilango unashabihiana kidogo na hapa Keko tunapozungumzia Keko. Lakini pale ulifanyika ongezeko kidogo la nyumba za makazi. Vipi mpango ule uliokuwepo kule Shekilango katika mkoa wako wa sasa wa Temeke katika nyumba za Keko utakuja kutokea kama ule wa kuweza kuongeza walau majengo ili wananchi walio wengi waweze kunufaika? Kiuhalisia tayari tulishaanza. Utakuta kwamba kuna tayari jengo moja limeshakamilika Keko na tumeshalipangisha lote. Ni mradi tuseme ni majengo ya nyongeza kwenye mradi wa asili. Na kwa sasa mkoa umeshaanza mchakato mwingine tena wa kuweza kuongeza maeneo mengine au nyumba nyingine katikati ya nyumba zilizoko sasa.
Kuna maeneo ambayo yako ya wazi tayari, uongozi wa shirika umeshaelekeza, na sisi hatua ya mkoa au level ya mkoa tumeshaainisha maeneo yanayoweza kafaa, na tayari tuko kwenye michakato ya kuweza kuandaa zile taarifa na michoro ili iweze kupelekwa sasa kupata kibali, na pengine kama itafaulu vizuri tuanze ujenzi. Na kama ujenzi utaanza kwa mujibu wa taarifa ambazo ninazo ni chini ya miezi 36 miradi hii ya kujenga nyumba za nyongeza inakuwa imekamilika. Lengo hasa ni ili kupatia wananchi makazi na pia kulipatia shirika mapato zaidi, kwa sababu yale maeneo yaliyoko tunayoyasema tumeyaainisha ni maeneo ambayo kwa sasa hayaliingizii shirika pato. Lakini tunapokuja na miradi hii mipya sasa italiingizia shirika pato, lakini si tu pato kwa shirika, ni mradi wa manufaa pia kwa Watanzania, kwa maana ya kwamba utaongeza idadi ya makazi ambayo kwa sasa kweli kama ulivyosema mwanzoni hitaji ni kubwa kuliko uwezo tulionao wa kutoa hiyo huduma ya makazi kwa watu wetu au kwa Watanzania wenzetu. Kwa hiyo tutakapoanza ule mradi tunategemea tutakuwa tunaendelea kutibu ile kiu ambayo Watanzania wengi ya makazi wanayo, itaendelea kupata tiba. Hitaji ni kubwa la nyumba za makazi katika nchi yetu ya Tanzania, na ndio maana kila uchwao mkurugenzi mkuu wa NHC Bwana Hamadi Abdalla pamoja na management yake wanatafakari kwa kina kuangalia ni kwa namna gani wanaendelea kuwasaidia wananchi kuweza kupata makazi yaliyo bora, na hii yote ni katika kuiunga mkono serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Anatamani kuona wananchi wengi wanamiliki nyumba. Tupate mapumziko mafupi. Shirika la Nyumba la Taifa NHC linawakumbusha wapangaji wake wote kulipa kodi ya pango kwa wakati, yaani ndani ya siku 7 za mwanzo wa kila mwezi, kama ilivyoainishwa katika kipengele namba 6 cha mkataba wa upangaji. Malipo ya kodi yanaweza kufanyika kupitia benki mbalimbali au kwa kutumia huduma za malipo kwa simu za mkononi, ambapo mteja anatakiwa kuhakikisha ametumia nambari ya kumbukumbu, yani control number, aliyopokea kutoka Shirika la Nyumba la Taifa. NHC inakumbusha kuwa kutolipa kodi kwa wakati kutasababisha kutozwa adhabu, yani penalty ya ucheleweshaji, kusitishwa kwa huduma mbalimbali na kuvunjwa kwa mkataba wa upangaji, na hivyo kupoteza haki ya kuendelea kuwa mpangaji wa Shirika la Nyumba la Taifa. Shirika linawasihi wapangaji wote kulipa kodi zao mapema ili kuepuka usumbufu na kulinda haki zao za upangaji. Pia kwenye nyumba ambapo wapangaji wanapaswa kulipa gharama ya huduma, yani service charge, mnasisitizwa kulipa malipo hayo ndani ya mwezi husika. Kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana na NHC au tembelea tovuti ya www.nhc.co.tz. Naam, mtazamaji, tunaendelea. Ikiwa ndio kwanza umefungua luninga yako, unatazama kipindi Maisha ni Nyumba. Kipindi hiki kinaandaliwa na Shirika la Nyumba la Taifa, na leo tunazungumza na meneja wa NHC mkoa wa Shirika la Nyumba la Taifa Temeke, Bwana Bennett Masika. Awali, kabla ya mapumziko, ulitueleza namna ambavyo mkoa huu, eneo ulipo, ni eneo hasa linajulikana la viwanda. Shirika la Nyumba la Taifa limefanya nini katika kuwasaidia wale ambao wana viwanda, wako viwandani, ama wanatamani kuwa na viwanda? Kwa upande wa shirika, mchango wao ni upi? Shirika la Nyumba mkoa wa Temeke lina maeneo yaliyokuwa yameainishwa kwa ajili ya huduma hizi za kiviwanda, na utakumbuka au nafikiri watu wengi wanatambua kwamba Temeke ni eneo la viwandani, kwa maana ya kwamba kuna maghala makubwa ya kuhifadhia bidhaa, lakini pia kuna maeneo ya uzalishaji. Na Shirika la Nyumba la Taifa haliko nyuma, linatoa huduma hizo. Kuna magodauni mengi au maghala mengi ambayo yanatumika kwa ajili ya shughuli za uzalishaji katika nchi yetu ya Tanzania, na ukizingatia ukaribu uliopo baina ya hapa tulipo na bandari yetu. Kwa watu wengi au wapangaji wetu wengi wa maeneo yaliyoko huku ya biashara ni wale ambao wanayatumia maeneo hayo kwa ajili ya huduma za kiviwanda, na utakuta kwamba ili aweze kufanya shughuli zake za uzalishaji anahitaji eneo la kuhifadhi bidhaa.
Kwa hiyo unakuta mpangaji wa aina hii mwenye shughuli za kiviwanda anachukua eneo ambalo analitumia kwa matumizi yote mawili. Sehemu uzalishaji na sehemu kubwa ni kuhifadhi bidhaa anazozalisha kabla hazijamfikia mlaji wa mwisho. Huduma hiyo tunaitoa kwenye maeneo haya ambayo yako katika mkoa wetu. Lakini pamoja na hilo, shirika kwa mipango ya baadaye, ukiangalia kwamba mkoa wa Temeke kama ambavyo umesema, ni kweli uko jirani kabisa na bandari yetu ya Dar es Salaam. Upi mpango mkakati wa shirika? Baada ya kuona hitaji linazidi kuwa kubwa, shirika sasa limeingia kwenye maboresho. Maboresho kama unavyojua mtangazaji, ardhi huwa haiongezeki. Ardhi ni ile ile, lakini matumizi yanaweza kubadilika. Kwa hiyo tulichokuwa nacho kipindi cha nyuma tumekibadilisha au tunakibadilisha kwa kasi kubwa. Kwa unakuta zamani tulikuwa tuna eneo moja lina square mita 6,000, 5,000 ambao ni takriban eka 1.5. Lakini tuna godown moja au mawili. Sasa unakuta wanaofaidika ni wachache au wanaonufaika na huduma hiyo ni wachache. Kwa shirika lilichofanya sasa au linachokifanya sasa ni kufanya maboresho makubwa, ndio miradi inayoendelea. Maboresho haya ni ujengaji upya wa maeneo hayo au uendelezaji upya wa maeneo hayo. Katika uendelezaji huu kwa kushirikiana sasa na wadau wengine wa sekta binafsi, unaona kwamba tunaingia hatua ya ujenzi wa magodauni makubwa zaidi. Na magodauni haya makubwa zaidi ninamaanisha sasa unakuta magodauni yenye uwezo wa kubeba sakafu walao 5. Ukiwa na jengo kwenye eneo moja square mita 3,000, 5,000 ukabebesha sakafu 5, maana yake unatoa huduma hii au unaongeza upana wa huduma kwa walaji wengine. Zamani ulikuwa naye mmoja, sasa wanaingia wengine labda 15. Kwanza unakuwa umetoa huduma kwa watu wengi zaidi. Pili, unakuwa umeongeza pato la shirika na la serikali kwa ujumla. Kwa sababu eneo hilo lilikuwa linatumika linaingiza pato dogo zamani, sasa umeliboresha litaingiza pato kubwa zaidi. Lakini lilikuwa lina mpangaji mmoja, umeliboresha sasa umekuwa na wapangaji wengi zaidi ya yule mmoja ulikuwa naye zamani. Kwa hicho ndicho kinachofanyika kwenye mkoa wa Temeke. Hebu tuyagusie walau kwa uchache maboresho haya ambayo mnayafanya. Mpaka sasa mmeweza kuyafikia majengo mangapi? Na nini matarajio yenu katika haya maboresho ambayo mnayafanya? Kwa sababu mnafanya ninyi Temeke, lakini ndio mpango wa shirika nchi nzima katika majengo yake. Asante sana. Kwanza kuna michakato tofauti. Kuna ambayo tayari imeshaanza, kwa maana ya kwamba ujenzi umeshaanza. Alafu kuna ambayo tayari wapangaji wetu, kwa sababu sisi tuna mahusiano. Hizi nyumba tunapozizungumza zote zina wapangaji au zilikuwa na wapangaji. Kwa kabla mradi wowote haujaanza, ukishapendekezwa na bodi yetu ikaidhinisha, management ikaidhinisha, ikakubaliana na ile proposal ambayo inataka kufanyika pale, ikasema hii sasa inaweza ikafanyika, ni viable, ina manufaa. Kinachofanyika hatua ya pili ni kuwapa taarifa wapangaji wa sasa. Kwa tukishawapa taarifa, tunawapa muda wa kujiandaa, na sisi tumesema tunawahitaji sana wale wapangaji. Kwa lazima tuwape muda wa kutosha wa kujiandaa kuondoka. Na unakuta sasa katika kutekeleza, kwa sababu miradi hii mingi unaona ni ya mwaka huu wa fedha. Katika utekelezaji sasa kuna wapangaji ambao tayari walishaondoka na ujenzi umeshaanza. Takriban viwanja ambavyo viko kwenye hatua hiyo ni viwanja 5 sasa kwa mkoa wa Temeke. Lakini kuna viwanja vingine ambavyo miradi hiyo ilianza nyuma na yenyewe imekwisha kukamilika. Ninamaanisha ile miradi ya ubia iliyokuwa imeanza nyuma ilishakamilika na inaendelea. Takriban vinafika viwanja 20 vya aina hiyo. Lakini kuna viwanja vingine ambavyo viko kwenye hatua mbalimbali, tulishatoa mpaka notisi za kuwataarifu wale ambao wanatumia kwa sasa watupishe ili uendelezaji mpya uweze kuanza. Mradi wa nyumba za makazi Tandika. Ndio. Hongereni kwa maboresho makubwa ambayo mmeyafanya kupitia nyumba hizi ambazo tunazishuhudia. Asante sana. Ukilitazama eneo lile bado kama lina nafasi kidogo. Mpango ni upi Masika? Unaona Tandika sasa tunafanya kazi kubwa ya kuboresha majengo yaliyoko pale. Yalikuwa yanaonekana kama ni majengo ambayo yameshafikia hatua ya kuvunjwa kabisa. Lakini ukienda na unavyoyatazama sasa unaona ni majengo ambayo yameanza kuwa tena mapya. Kwa tunayaboresha vizuri. Lakini katika kuboresha tunaona yale maeneo ambayo tunaweza tukaja na vitu vingine, miradi mingine ya infill kama ambavyo nimesema tulifanya Keko. Kwa tunategemea kuna maeneo ambayo tumeshayaainisha pale, ni katika haya miongoni mwa yale machache ambayo nimekutajia mwanzoni kwamba tunategemea kujenga tena majengo mengine. Na tayari bahati nzuri ofisi ya mkurugenzi wa miliki tayari ameshakutembelea baada ya kumwalika na kuja kumuonyesha,
naye pamoja na timu yake wamekubaliana na pendekezo letu la kujaza yale maeneo ya wazi, na lengo la kujaza haya maeneo ya wazi ni ili tu kuweza kuyatumia ipasavyo. Kwa sasa hivi ukiangalia utakuta ni maeneo ambayo ni kama yameachwa, yametelekezwa, lakini ni gharama pia. Tunawapa wateja wetu gharama kubwa ya kuyatunza na kuwekea na zamu za kufanya usafi na nini, vitu kama hivyo ambavyo havina tija sana ukiviangalia. Lakini tukija na mradi ambao ni wa infill, tutaweza kuweka majengo mengine katikati, na haya majengo mengine yatatoa huduma tena ya upangishwaji kwa watu wetu wanaohitaji nyumba. Kwa hiyo tunakwenda huko pia. Wananchi wa Temeke watarajia nini kwa siku za usoni kwa Shirika la Nyumba la Taifa, hususani katika mpango mzima wa kuhakikisha inaendelea kuwa mfano bora katika swala zima la upangaji miji? Asante sana. Wananchi wa Temeke, wapangaji wa Temeke na Watanzania kwa ujumla watarajia mambo mazuri zaidi. Kwanza, uboreshaji wa makazi. Tunatamani, na ni kwa sababu ni taaluma yetu sisi, tunatamani makazi yetu yawe makazi ya mfano. Watu wengine ambao wanataka kuwekeza kwenye upande wa real estate waje wajifunze kwetu. Kwa uboreshaji mkubwa unaendelea. Kama ambavyo nimesema, utaona kwa mfano swala zima la kuboresha makazi. Keko imeboreshwa sasa hivi, sio ile Keko ya zamani. Imefanywa maboresho makubwa na tunaendelea kufanya. Tandika tumefanya maboresho makubwa na tunaendelea kuyafanya. Kubadilisha vioo vile ambavyo vilikuwepo zamani, tumeweka vioo vipya vya aluminium, tumepiga rangi, tumebadilisha mifumo ya maji taka, tunabadilisha mifumo ya maji ya mvua. Yale maeneo ya chini, zile chemba zilizokuwepo tunaziboresha, tunazijenga upya, kuondoa hatari zote ambazo zilikuwa zinawakabili wakazi wa kule. Tumeweka uzio. Uzio ulishawekwa kipindi cha nyuma, lakini tunauboresha ili walau wanaotumia mle ndani wajulikane hawa ni wakazi na wanatambuana. Uzuri wa wapangaji wa Shirika la Nyumba la Taifa, wanatambuana na wanaishi kama familia moja. Kwa hiyo ina maana kwamba tunatengeneza mazingira yatakayowafanya waishi kama jamii moja. Anapoingia mtu ambaye sio mhusika wa mle ndani, wanamtambua na wanaweza wakamuuliza unakwenda wapi, wanampa msaada. Kama sio mtu mwema ameingia mle ndani kwa nia ovu, itakuwa ni rahisi kumtambua kutokana na maboresho ambayo tunayafanya. Kwa sababu sasa tutazifungia hizi nyumba, tutazijengea uzio, na tukishazijengea uzio maana yake ni kwamba wanaohusika tu ndio watakao kuwa wanatumia au kuingia mle ndani na huduma mbalimbali. Masika, naomba nikupe mkono huu nikiwapa hongera sana kwa kazi nzuri mnayoifanya, lakini hasa katika kuhakikisha mnaweka uzio katika nyumba za Tandika. Mkono huu utakapotoka hapa kwako, naomba uelekee katika kota za Keko na kwenyewe mkawafanyie hivyo hivyo kama mlivyowafanyia Watandika. Ndio. Anaitwa Bennet Masika, ni meneja wa Shirika la Nyumba la Taifa mkoa wa Temeke. Tumezungumza naye katika kipindi chetu cha Maisha ni Nyumba. Mwananchi mmoja wapo kati ya wengi wanaoishi katika nyumba za Shirika la Nyumba la Taifa anazungumziaje maboresho yanayoendelea kufanywa na NHC hapa Temeke? Kwa majina ninaitwa Modesta Mhando, ni mpangaji wa Shirika la Nyumba la Taifa katika apartment za Tandika. Kwa kweli tunalishukuru Shirika la Nyumba kwa sababu limetufanyia maboresho makubwa katika nyumba hizi ambazo zilikuwa zinaonekana ni chakavu sana, lakini kwa sasa wameweza kama mnavyoona nyumba zinapendeza. Wameweza kutupakia rangi, wameweza kutuwekea aluminium madirisha, tofauti na mwanzo yalikuwa ni madirisha ya mbao. Kwa mvua zikinyesha zilikuwa zinaingia ndani. Wameweza kututengenezea mfumo wa maji taka, kama mnavyoona nyumba zinapendeza, zina mvuto. Wameweza kutuwekea uzio wa fence kama mnavyoona. Kwa kweli nyumba ni nzuri, zinatupa imani na hamasa sisi wakazi ambao tunaishi maeneo haya. Kiukweli tunashukuru sana Shirika la Nyumba la Taifa. Naam, mtazamaji wa kipindi cha Maisha ni Nyumba, na haya ndio ambayo tumeweza kukuletea kwa siku hii ya leo katika kipindi chetu hiki. Kumbuka leo kipindi kiliuangazia mkoa wa NHC Temeke. Tumezungumza na meneja wa NHC Temeke Bwana Bennet Masika, lakini mwananchi mmoja ambaye ametoa ushuhuda wa namna ambavyo Shirika la Nyumba la Taifa limeweza kuboresha majengo ya Tandika, sehemu mojawapo tu kwa sababu yeye anaishi Tandika, na kuona namna ambavyo wanaweza kuishi vizuri tofauti na ilivyokuwa awali. Mwingiliano ulikuwa mkubwa kutokana kwamba kulikuwa hakuna fensi. Haya ni maboresho ambayo NHC inaendelea kuyafanya nchi nzima katika ukarabati wa majengo yake. La ziada hatuna kutoka hapa zilipo ofisi za NHC Temeke. Jina langu naitwa Domina Remanyila, panapo majaliwa juma lijalo.